SFTV na nikukumbushe tu tunapewa nguvu kubwa sana nao Komba Furniture and Decoration ambao wanapatikana hapa Ukonga Mombasa kwa huduma za samani mbalimbali ama furniture. Fika hapa ofisini kwao uweze kujipatia samani hizo kwa ajili ya ofisi yako, lakini pia hata majumbani, kwani sofa kama hizi ambazo unaona tumekalia sisi hapa basi unazipata kwa bei halisi ama bei nzuri ya Kitanzania kabisa. Lakini bila kusahau vitanda, viti na meza zinapatikana hapa. Daktari, karibu sana bana ndugu yangu. Asante sana. Uko vizuri? Niko vizuri. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda. Mbona kama umepoa hivi? Hapana, niko vizuri. Niko vizuri. Uko vizuri kabisa. Vizuri. Bana, bingwa wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa hajapatikana, na ikiwa imebakisha mchezo mmoja tu kutimia mechi 30 kwa kila klabu. Kuna chochote labda ambacho wana Simba tukitarajia katika mchezo huu mmoja uliobaki sasa? Bado matarajio yetu ni pale pale ya kuchukua ubingwa. Hitimisho ni Juni 30. Tutajua nani bingwa nchi hii, kwa sababu mpaka sasa hivi bado kuko wazi. Bado kuko wazi. Hatujakata tamaa. Juni 30 ndio hitimisho la ligi na tutajua nani bingwa siku hiyo. Na hapana, Steve hapana, ni makosa. Hapana. Ilikuwa ni plani ya muda mfupi na kaitengeneza ikaenda vile tulivyokuwa tunahitaji. Steve akafanya vizuri sana kwa kipindi kifupi. Hii ilikuwa ni mpango maalum wa muda mfupi wa kutengenezea timu yetu na kashafanikisha, tunasema hivi. Sababu kaingia dirisha dogo, kaangalia mapungufu, kayafanyia kazi. Basi yashamlipa, nimeshatulipa wana Simba wote. Kwa hiyo hakuna cha kumdai Steve Barker. Steve Barker atadaiwa msimu mpya utakaoanza 2027 2028. Kwa muda huu hapana, asidaiwa chochote. Kafanya mambo mazuri sana ndani ya timu. Naam. Kwa kile ambacho amekifanya mara baada ya Simba kuonekana kuyumba, kuondoka kwa Fadlu Davids, kaitengeneza timu vizuri sana kwa muda mfupi. Alijua nifanyaje, niongeze wapi ili timu iende vile tulivyokuwa tunataka. Ni kipindi kifupi kakifanyia kazi vizuri sana na mambo yameenda vizuri kiukweli. Tusimdai. Tutamhukumu ligi inayokuja kama uzima upo. Wa hili tusimhukumu. Labda yeye kwa upande wake anawadai Simba ama wana Simba ama viongozi? Hapana, yeye mwenyewe hawezi akadai chochote kutoka kwa uongozi. Labda si msimu huu amefanya kwa nafasi yake, labda pia kuna namna uongozi wao. Kajitahidi kiukweli, kajitahidi kuboresha maeneo. Kiukweli alistahili ubingwa, lakini bado swala ni ile la kilio cha waamuzi. Kilio cha waamuzi kimemwangusha na kimetuangusha sisi sote. Light waamuzi wangekuwa wako vizuri, mpaka sasa hivi Simba ingekuwa ndio inaongoza ligi. Tuko hapa, kilio kikubwa ni cha waamuzi. Kilio kikubwa ni cha waamuzi. Haiwezekani mwamuzi akasimamishwa tu eti hivi akatola, hapana. Hii haisaidii chochote. Sawa. Haisaidii chochote. Labda daktari, kuna maneno mengi yanazungumzwa mtaani kwamba ili uweze kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara ama Simba aweze kupata ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ni lazima ifunge Young Africans, kwa maana mtaani. Haya maneno unayadadavua vipi, au wewe binafsi unaamini vipi kwenye maneno haya? Ni sahihi kabisa, lakini tushamfunga Zanzibar. Goli kakataliwa, afu kesho kaambiwa ilikuwa ni goli halali. Sasa nini maana yake hii? Hebu nini tafsiri yake nini? Kashafungwa Zanzibar, wakakataa so goli. Kesho bodi ya ligi na TFF wakasema nilikuwa ni goli halali. Nani kanufaika hapo? Aliyenufaika ni nani? Sio Yanga kanufaika. Kwa hiyo mambo mengine ni kichefuchefu kwa ligi, inakuwa haisaidii chochote. Mechi na Azam ilikuwaje? Na Swala Mwishumu nani huyu Aragija alifanyaje? Kafanya makosa ya hovyo. Mwisho wa siku wanamfungia kwamba zilikuwa ni penalty clear, alafu mwisho wa siku nani mnufaikaji na mechi ile? Kanufaika Azam. Kwa hiyo Simba inabaki pale pale. Inakuwa ni timu kama imetoka kwenye kisiwa ambacho yani sio Tanzania. Nashindwa kuelewa kiukweli. Nashindwa, mpira unakuwa na siasa za ajabu ajabu. Hatufiki popote. Narudia jamani, tunaandaa AFCON. Hawa waamuzi tunaofanaje? Waamuzi wetu wanaenda na maelekezo. Haiwezekani. Kuna namna swala la waamuzi ni kama ikwamisha Simba msimu. Haiwezekani. Unapomuondoa mwamuzi eti raundi 5, alafu anarudi baada ya raundi 5. Kajifunza kitu gani? Kama unaondoa wote. Alafu mimi nashangaa, kuna waamuzi wa Sudan waliokimbia vita wako hapa nchini. Kwa nini wasichezeshe ligi? Na FIFA inaruhusu. Kwa nini wasichezeshe? Wapeni mechi wasichezeshe.
Kwa nini wasichezeshe? Paka lini? Narudia pale pale. Haiwezekani mwamuzi wa Somalia anaenda kuchezesha kombe la dunia afu Tanzania tuna amani, hatuna maamuzi hata kwenye Sekafa. Ni kituko. Haiwezekani. Sawa bana daktari, mimi nataka kufahamu kutoka kwako, wakati tunamaliza msimu huu 25 26 Juni 30, kwa maana kumalizika kwa msimu mmoja ndio kuanza kwa msimu mwingine, viongozi wanapaswa kufanya nini kwa Steve Barker, kwa namna ambavyo tumeiona timu msimu huu, tumeitazama inavyocheza, timu inavyoflow, ile ari ya kikosi, viongozi wafanye nini kwa Steve Barker kuelekea msimu ujao? Viongozi wakae na kocha, wamsikiliza matakwa yake, anahitaji kitu gani. Cha msingi kabisa, viongozi wakae na kocha, wamsikilize anahitaji kitu gani, na watekeleza matakwa yake anayoyahitaji. Tutakuwa na timu bora sana msimu unaokuja, bora sana. Lazima viongozi wafanye juu chini, wampatie kila anachokihitaji. Lazima Simba itatoka hapa kwenda sehemu kubwa zaidi. Sisi tuangalie ligi kuu, kuna klabu bingwa Afrika. Nadhani mpaka kuanzia tarehe 1 inaweza katoka ratiba ya klabu bingwa Afrika. Umeona? Wakae na Steve Barker, wasikilize nini anachohitaji, wampatie, basi atafanya kazi vizuri sana kiukweli, sana. Kwa hiyo binafsi unadhani labda sehemu gani ambapo maboresho yanapaswa kufanyika? Tuna mahitaji makubwa sana kwa eneo la namba 9. Mahitaji makubwa sana. Simba itabidi watumie gharama kubwa kumpata namba 9. Ikiwezekana hata wawili. Tupata namba 2 mwingine amsaidie Shomari Kapombe. Tuongeze na kiungo moja namba 8. Na beki wakati ikiwezekana tupata hata mzao mmoja. Asiwapo wawili nani Wilson na Brazza Hamza. Sasa wale ni majeruhi wangu, wale ni majeruhi kwa sababu kama Hamza kaumia muda mrefu na sijui atakujaje. Na nangu mwenyewe uwezo ukasema atakuja kama alivyokuwa, hapana. Tutakuwa na shida hapa. Tuseme tu hivyo, hapana. Hivi dirisha dogo lisingetumika tungekuwa wapi sasa hivi? Ismail Toro usingemsajili. Afu kamtegemea kuna Hamza kuna nangu ndio imetokea haya, tungekuwaje? Ilikuwa ni shida moja kubwa sana. Lazima tupate beki moja mzao hapa. Sababu usitegemea Hamza na nangu watarudi vipi? Wanaweza ukarudi wasiwe kama vile walivyokuwa. Tatizo linaanza hapo sasa. Na unajua wachezaji wetu wa Kitanzania akiumia kurudi kama alivyokuwa ni shida. Yes, bana, hizo zilikuwa ni kugusia kile ambacho tumekishuhudia wiki hii, lakini pia kwa upande wa mwalimu Steve Barker ambaye tangu kuwasili kwake katika ligi ya Tanzania bara hajawahi kupoteza mchezo wowote wa ndani, si NBC wala Federation wala michuano ya kombe la Muungano. Mchezo wa 32 Steve Barker hajapoteza. Hii imekaaje kwa upande wako daktari? Niliwahi kusema kitu kimoja, naamini timu yangu na naamini na mwalimu. Naamini timu yangu, naamini na benchi lote la ufundi. Na bado hatapoteza, bado hatapoteza. Kwa tunaweza tukaona hata unbeaten. Hakuna timu ya kumfunga kwa hapa Tanzania. Hakuna. Kwa sasa hivi hamna. Watatumia siasa zao lakini ni ngumu sana. Mara mwisho alipoteza dhidi ya Esperance de Tunis. Ilikuwa ndo mgeni mechi yake ya kwanza kaka. Ilikuwa ni mgeni mechi ya kwanza. Alafu timu ilikuwa na mazonge mengi. Kwa hiyo hilo lishapita. Hivi yule Experience hivi ukimpa Simba hii acha bana. Atoboi. Acha kabisa. Acheni masiara bana. Ningekuwa finali mimi sasa hivi. Finali ingeshakuwa imechezwa. Kwa hiyo ina maana finali ya klabu bingwa pia Experience ndo anampa Simba hii. Acha bana, acha. Balaa hilo.